Ndoto ya wanakigoma inaendelea kutimia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatimiza ndoto ya wanakigoma. Ndoto hii ambayo ilikuwa imelala tangu mwaka 2018 ambapo MV Liemba iliondoka kwenye majukumu yake ya utekelezaji wa shughuli za usafiri na usafirishaji. Leo tunakwenda kuandika historia nyingine kabisa ambayo vizazi na vizazi wataendelea kumkumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kwa pamoja Kigoma tunamshukuru sana, na natoa tamko hili la kumshukuru kwa niaba ya mkuu wangu wa mkoa Mheshimiwa Balozi Simon Siro ambaye ameniambia kwa niaba yake nije kupokea injini hizi mbili zilizofika kwa ajili sasa ya kukamilisha ukarabati mkubwa kabisa ambao Mheshimiwa Rais ameugharamia kwa takriban shilingi bilioni 32 na ushe, fedha nyingi sana za Kitanzania. Hakika wana Kigoma hawana cha kumpa Mheshimiwa Rais. Tunaendelea kumwombea dua, tutaendelea kumuonyesha upendo wetu kwa kazi kubwa ambayo amekusudia kuifanya. Meli hii ambayo ina historia ya Kigoma imejengwa mwaka 2013. Ina uwezo wa kuchukua tani 200 za mizigo na abiria takriban 600. Ni meli ya kimataifa. Meli hii sio ya Kigoma tu. Kama mnavyofahamu itakuwa ina operate kwenye ziwa Tanganyika na itakwenda katika nchi 3 kwa maana ya Zambia, Burundi pamoja na demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sehemu pia ya utalii. Kama mnavyofahamu ina historia kubwa sana tangu 1913. Maana yake ni kwamba tunatarajia itakapoanza kazi watalii mbalimbali watakuja kuitazama meli hii, namna ambavyo kwanza ni meli kongwe, pengine inaweza kuwa meli kongwe katika Afrika. Ni meli yenye historia kubwa sana tangu enzi za Mjerumani, Mwingereza mpaka leo. Sasa basi tumehakikishiwa na hivyo ndivyo ilivyo kwamba itakapofika mwisho wa mwezi wa 7 meli hii itaanza kufanya kazi. Itaanza kufanya kazi na kwa sasa tupo kwenye 64% za ukamilifu wake. Na vifaa vyote vipo site kama ambavyo umeviona. Sasa inageuka na kuwa meli ya kisasa kabisa. Inakuwa meli ya kisasa kabisa hata kwa spidi ya safari yake imeongezwa. Na kwa maana hiyo tunategemea mwendo wa safari utakuwa mfupi kuliko ilivyokuwa pale awali. Sisi wana Kigoma tunamshukuru na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi kwa majina naitwa Engineer Elias John Kivara, ndio meneja mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba. Mradi huu unakarabatiwa na kampuni inaitwa Blue Spirit ya Croatia, iko joint venture na kampuni ya wazawa DMG. Sasa hivi tuko katika stage ya finalizing kwa sababu mashine zishafika, ziko site na vifaa vyote viko site. Sasa hivi kinachoendelea hapo ni furniture installation ya milango, na tunatarajia kuanza deck covering. Kwenye meli huko kwenye nyumba tunasema unaweka floor, unaweka tiles, hapa tunaweka deck covering, non skid material, unaweka deck covering. Tukiweka ile tunatarajia tuanze kufunga furniture ndani kwenye vyumba. Kwa hiyo sasa hivi tukipita hapo utaona kuona milango inawekwa, ceiling board wanaweka, wiring wanaweka, na taa wameanza kufunga taa tayari kwa kumalizia. Wiki ijayo, kuanzia wiki ijayo, baada ya kupokea hizi engine leo, kuanzia wiki ijayo tunaanza installation ya engine. Kwa hiyo tukianza installation ya machinery ndio percent iliyobaki. Sasa hivi kitu ambacho hakijafika site ni propeller na propeller shaft ambazo ziko bandarini, bado tunasubiri zije, na zikija tunapanda kwenye chelezo kwa ajili ya kufiksi hizo propeller na shaft. Tukishamaliza pale tukishuka ndio tunaanza majaribio awali yale tayari kwa maandalizi ya kukabidhi mradi. Lengo ilikuwa ni kuja kupokea injini za meli yetu ya MV Liemba ambayo kimsingi meli hii ilikuwa ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mji wa Kigoma na vitongoji vyake. Tunakumbuka meli hii ilikuwa inaoperate kutoka Kigoma kwenda Zambia, mahali ambapo tulikuwa tunapata wafanyabiashara wengi walikuwa wanaleta bidhaa zao, na ilikuwa ni sehemu kubwa ya ajira kwa watu wetu wa mji wetu wa Kigoma Ujiji. Ajira kubwa ilikuwa ikifanyika katika meli hii, takribani watu 200 walikuwa wakifanya biashara katika meli yetu ya Liemba. Hivyo ni ukombozi mkubwa kwa wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji pamoja na vitongoji vyake. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutuletea fedha kiasi cha bilioni 32 kwa ajili ya ukarabati wa meli hii ya Liemba, kitu ambacho kitakuwa ni ukombozi mkubwa kwa wananchi wetu wa mji wa Kigoma. Mimi nichukue fursa hii kwanza kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ilani na tunapoahidi tunatekeleza. Lakini la pili nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi,
anafanya kazi nzuri, na kwa kweli sisi wa Tanzania tunamuunga mkono na Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono, na tunatambua namna anavyofanya kazi zake wakati wote, na tunamwombea afya njema na tunamwombea hekima ambazo anazo. Mwenyezi Mungu amzidishie, aendelee kuchapa kazi. Kwa kweli tunaridhishwa sana na kazi ambayo anaifanya Mheshimiwa Rais.